Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC limesema limeanzisha wimbi la 70 la mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya maslahi ya Marekani na Israel katika eneo la Ghuba na kwingineko, likilenga zaidi ya maeneo 55. Katika taarifa iliyochapishwa na Press TV, IRGC ilisema mashambulizi hayo yalisababisha milipuko mikubwa, moto mkali na moshi mkubwa katika maeneo yaliyolengwa. Nchi kadhaa za eneo hilo zikiwemo Saudi Arabia, Kuwait na Israel ziliripoti kuamsha mifumo yao ya ulinzi wa anga mapema Jumamosi ili kuzuia mashambulizi ya drone na makombora. Ripoti pia zilieleza kuwa Iran ilirusha takriban makombora mawili ya masafa ya kati yakilenga kambi ya kijeshi ya pamoja ya Marekani na Uingereza kwenye kisiwa cha Diego Garcia katika bahari ya Hindi. Wakati huo huo, jeshi la Iran limeuonya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE dhidi ya kuruhusu mashambulizi yoyote kutoka katika ardhi yake dhidi ya visiwa vinavyobishaniwa vilivyoko karibu na mlango wa Hormuz. Katika taarifa iliyochapishwa na shirika la habari la Tasnim, kamandi ya operesheni ya Hatam al-Anbiya ilisema iwapo kutakuwa na uchokozi wowote dhidi ya visiwa vya Abu Musa na Greater Tambi, vikosi vya Iran vitashambulia kwa nguvu eneo la Ras al-Khaimah nchini UAE. Visiwa hivyo vimekuwa chanzo cha mvutano wa muda mrefu kati ya Iran na UAE na viko karibu na mlango wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji ambapo takriban theluthi moja ya mafuta ya dunia hupita. Usafiri wa baharini tayari umevurugwa na vita vya kikanda vilivyoanza Februari 28 baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran na kuenea katika Mashariki ya Kati. Iran imezituhumu nchi za Ghuba kwa kuruhusu Marekani kutumia ardhi yao kufanya mashambulizi na imekuwa ikilenga kile inachokiita maslahi ya Marekani katika nchi hizo kwa makombora na drone. Nchi za Ghuba zimekanusha madai hayo, zikisisitiza kuwa hazitoruhusu ardhi au anga yao kutumika kuishambulia Iran. Kwa upande mwingine, utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump unatajwa kutafakari hatua za kudhibiti au kuchukua nyenzo za nyuklia za Iran, kwa mujibu wa CBS News. Mpango huo unaweza kujumuisha kupeleka vikosi maalum vya Joint Special Operations Command, ingawa bado hakuna uamuzi uliofanywa. Shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA liliripoti kuwa Iran ilikuwa imekusanya takriban pound 972 za uranium iliyorutubishwa hadi 60%, hatua moja karibu na kiwango cha kutengeneza silaha. Inaaminika sehemu kubwa ya nyenzo hiyo bado imefunikwa katika maeneo ya nyuklia yaliyoshambuliwa. Maafisa wa Marekani wanasema kurejesha uranium hiyo bado ni chaguo lililo mezani, huku majadiliano